Kwa hiyo sasa hivi hakuna kuuza ardhi. Narudia tena, hakuna kuuza ardhi bila kupitia kwa mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata au watu wa ardhi au mkurugenzi. Mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, ni marufuku kuuza ardhi. Tunaelewana? Na madiwani msishiriki haya mambo. Kaeni vizuri. Sasa hivi tunataka miradi mingi sana ya kilimo tunaleta hapa sasa hivi. Tuna maeneo mengi sana. Kuna watu wana hekta 6 huko. Kuna mtu mwingine ana hekta 18. Yupo hapa halipi chochote. Kuna mwingine ana shamba kura hekari 6,000. Anafuga kama shamba la baba yake. Hajao kulipa hata shilingi 10. Kwa hiyo ni ngumu kidogo, lakini msijali, kamanda wenu nipo na nyema diwani, tutatomboa. Serikali waishinde hata siku moja. Na sisi watu wafupi watu tunatoa maamuzi tuonekane warefu kama beli. Kwa hiyo msiwe na hofu, kila kitu kiko on track. Hatumuonei mtu. Sisi tunachukua cha kwetu, wende na mahakamani. Basi na tarehe 25 tunarudi Kibuta. Si ndio mama? Tunakuja kumalizia, vyombo vinaendelea kuchakata ile swala. Na mambo yatakuja mazuri, wala usijali. Kila kitu kitaenda vizuri. Wote aliyechukua ardhi na wananchi, Mheshimiwa Mbunge anatoa ushirikiano sasa hivi. Kwa hiyo lazima kila kitu kiende vizuri. Kwa hiyo tuko vizuri Mheshimiwa Mwenyekiti, na mapato yatapanda, mimi nakuhakikishia. Japo mvua inanyesha, lakini nakwambia tutapandisha mapato hapa. Na nimeona umeanza mchakato wa hiyo, na niendelea naye. Ukitaka backup ndipo masaa 24 mimi ni substitute. Na refa yuko hapa atapiga kipenga, kwa hiyo tunaenda. Kwa hiyo mambo yataenda, ni mwendo wa shosho. Sina undugu kwenye kazi. Kwenye kazi kama bata. Basi mimi sina shida. Sina ganongwa na mtu. Utaratibu tu. Sasa Kisarawe hatukufuata utaratibu zaidi ya mpaka 30. Kwa sasa hivi tunanyoshana, aliyepinda kama mgongo wa DC ananyoshwa, hajashika ananyoshwa, tunaenda tutafika. Bima ya afya. Haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kila diwani aitishe mkutano kupitia DMO, awape utaratibu, fafanueni umuhimu wa bima ya afya kwa wote. Kila diwani kwenye kata yake, hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Itisha mkutano, fafanua umuhimu wa bima ya afya. Usipofanya hivyo, ina maana wewe sijui utakuwa chama gani. Bima ya afya lazima kila diwani aitishe mkutano kwenye kata yake, afafanulie wananchi. Na mimi nitakapokuja kwenye mkutano, kama unahitaji ufafanuzi, ongea na mkurugenzi, DMO akupatie mtaalamu. Lazima tutekeleze maelekezo ya serikali ambayo imeanza tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais yakisha tolewa ni kupokea na kutii na kutekeleza. Kwa hiyo niombe sana wakuu wa idara, tuendelee kusimamia miradi, kamati za miradi zipewe semina, utaratibu ufate, BOQ ifanye, mradi wowote tulishakubaliana kuanzia sasa. Hakuna kutoa maelekezo ya mradi kwa mdomo. Watendaji mko hapa. Ukipewa maelekezo ya mdomo usifanye. Tumeelewana watendaji? Government move on paper.